Nina miaka 45 ya kuzaliwa. Ni mwenyeji wa mkoa wa Mara, kwa kabila ni Mjita, na ni mama wa watoto wawili, ni mjane. Miaka 23 iliyopita nilipata ajali nikiwa natoka masomoni kutokea mkoa wa Dodoma kuelekea wilaya ya Kondoa. Kwa hiyo baada ya kuwa nimepata ajali mwaka 2002 niliumia sana kichwa kama mnavyokiona, na nikaweza kutibiwa. Baada ya muda nikawa Mungu amenisaidia, nikawa nimepona na nikawa naweza kutembea. Na baada ya miaka kama 9 hivi, baada ya kuwa nimepata ajali, sikuweza kuzingatia utaratibu uliokuwa nimeambiwa na daktari kwamba natakiwa nikae miaka 5 bila kufanya kazi ngumu ya aina yoyote, kutokana na kwamba nilikuwa nimeumia sana kichwa. Hivyo kutokana na kwamba nilihisi nilikiuka nilikuwa nimeelekezwa, nilifanya kazi mapema sana. Maana mwaka 2005 baada ya kuwa nimeshaanza kupata nafuu, niliweza kuolewa huko mkoani Mwanza na nikaweza kupata watoto wawili kwa haraka. Sikuweza kupumzika. Lakini mwaka 2011 baada ya kuwa mwanaume amefariki, nilianza kufanya kazi ngumu, ndipo nilianza kuhisi maumivu kwenye uti wa mgongo. Na nilipoanza kuhisi maumivu kwenye uti wa mgongo, nikawa napata tu matibabu ya kawaida na nikaendelea na maisha polepole tu kama kawaida. Na kadri miaka ilikuwa ikiendelea, na ndivyo maumivu yalikuwa yakiendelea kuzidi. Kufika mwaka 2016 mwishoni, nilianza matibabu katika hospitali ya Rufaa Bugando pale mkoani Mwanza. Nikawa napata kliniki pale kwa msaada wa Samaria Wema, kutokana na kwamba mimi mwenyewe sikuweza kufanya kazi ngumu ya aina yote ya kuweza kujiingizia kipato kutokana na changamoto kubwa niliyoipata ya kuumia sana kichwa. Basi kutokana na msaada wa Samaria Wema nikawa nimepata pesa ya kuweza kufanya matibabu katika hospitali ya Rufaa Bugando. Nikawa nikihudhuria kliniki, na kufika mwaka 2019 maumivu yalizidi sana na mishipa ikawa inazidi kukaza sana, na walipokuwa wakipima pale kwenye hospitali ya Rufaa Bugando wakawa hawajabaini tatizo ni nini, kwamba nini kilichosababisha maumivu makali ya hivyo na kushindwa pia kutembea. Na kliniki yangu ya mwisho ikawa ni 2019 mwezi wa pita tarehe 18. Baada ya hapo sikuweza tena kuhudhuria kliniki kutokana na kwamba nilichelewa kutembea kabisa. Nikawa ni mtu tu wa kukaa ndani. Na baada ya hapo ndipo niliposikia taarifa kwamba kuna hospitali ambayo iko huko Dodoma, hospitali ya Benjamini. Basi nami nikawa nimewiwa kwamba nitakapokuwa nimepata pesa angalau nitoke kule Msoma nije huku kwa ajili ya matibabu zaidi. Na nashukuru Mungu kwamba kwa msaada wa Samaria Wema pia niweza kupata nauli kutoka kule Msoma, na nikaja moja kwa moja huku katika mkoa wa Dodoma mwaka 2020. Na baada ya hapo nilikaa kwa kweli ni muda, maana nilikuwa sijapata msaada kutokana na kwamba pesa ni mchakato. Na baada hapo kwa nilipata msaada kwa Samaria Wema, ndipo nilipoanza mwaka 2022 kupatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Benjamini. Nilipoenda pale kliniki nikaandikiwa kupima kipimo cha MRI, na kweli nikawa nimefanya kipimo hicho mwaka 2022 mwezi wa 3, na majibu yalipokuja yalibaini kwamba kwenye uti wangu wa mgongo kuna pingili moja imepinda, yani haijakaa sawa. Na nikamuuliza daktari, ndio inasababisha maumivu makali na wesi kwenye mwili na kushindwa kutembea? Akasema ndio. Na nikamuuliza kama matibabu yake ni nini? Akaniambia matibabu yake ni mpaka ufanyiwe upasuaji waweze kuinyoosha hiyo pingili, na daktari wenyewe, daktari bingwa, ndipo unapoweza kufanyaje, unapoweza kurudia hali yako ya kawaida. Huo samani kidogo narudi nyuma, 2023 nilipata changamoto. Yani kama vile nilitenguka wakati na kijana anainua hivi, nikawa nimetenguka miguu yote miwili, nikawa nimepata maumivu. Lakini baada ya kupima kwenye x-ray hawakosema kwamba hakuna tatizo. Yeye mwaka jana mwezi wa 2 hapo katika hospitali ya General. Lakini kadiri siku zinavyoendelea maumivu yalizidi kuwa makali sana. Na kufika mwaka huo mwezi wa 11 mguu wa kulia ulianza kuvimba kwenye goti kwa juu.
naona, ambayo imepelekea huu mguu sasa hivi hausiwezi kuukunja na maumivu yake ni makali sana. Hiyo inanipelekea hata ninashindwa kukaa na kuwa ni mtu wa kulala masaa yote. Ndio changamoto kubwa sana nilionayo kwa hivi sasa, maumivu ya mishipa fahamu na maumivu ya goti ambayo limevimba. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana napitia kwa sasa. Asante ndugu mtangazaji. Ina maana nilijaribu kuuliza kwa daktari, nikamwambia je, matibabu yake yatakuwa kiasi gani? Wakasema yani ina maana kwamba madaktari matibabu yake ni mpaka nionane na daktari mkuu. Daktari mkuu pale ndio yeye anaweza labda kukisia kwamba inawezekana ikawa ni shilingi ngapi. Kwa hiyo hawakuniambia kwamba itakuwa ni gharama kiasi gani, kwa sababu nilikuwa sijamfikia huyo anayehusikana na masuala hayo. Kwa maana waliniambia kwamba nilivyorudi hiyo mwezi mwaka 2024 nilipoenda tena pale kwa ajili ya uchunguzi, walisema nataka nipime tena MRI kwa mara nyingine tena. Maana wanasema kwenye mfumo pale kipimo hakionekani. Kama vile kilifutika, mimi sijui, najua wao wataalamu. Kama nipime tena MRI kwa mara nyingine tena, alafu baada ya hapo sasa ndio niweze kuandikiwa ile medical report iende kwa yule ambaye anahusika na masuala hayo, ndio aweze kujua kwamba ni kiasi gani ya matibabu, gharama itakuwa ni kiasi gani. Kwanza kama umeninukuu vizuri katika maelezo yangu, mimi naishi kwa nguvu za wasamaria wema, watu wa Mungu ambao wamekuwa wakijitoa kwa ajili yangu, tena sio vidogo sana tu. Kwa sababu mimi kama mimi, huu ni mwaka sasa naelekea ni mwaka wa 7 tangu nimekuwa mgonjwa, niko kitandani. Kwa hiyo ina maana kwamba nawategemea watu wa Mungu wenye huruma ambao ni kunifahamu na walioniona wengine kupitia vyombo mbalimbali vya habari, ambao ndio mara nyingi huwa wananisaidia kunisapoti kwa masuala nini, hata malazi ni kwa ajili ya pia watoto sana. Wana watoto 2 wa kiume. Mkubwa yeye ni wa 2006 ambaye sasa hivi yuko form 6 anasoma, na mdogo yeye ni wa 2008 amehitimu form 4 mwaka jana. Kwa hiyo nasaidiwa na nguvu za wasamaria wema.